Habari ndugu mtazamaji, leo tujifunze jinsi ya kupika vanilla keki. Vanilla keki ni keki ambayo imewekewa flavor ya vanilla. Au kama ukisikia strawberry keki au kitu chochote inaweza ikawa ina strawberry ndani yake pia na ladha ya strawberry. Kwa hiyo leo mahitaji ya vanilla keki ni mayai, kuna sukari hapo nyeupe kama unavyoiona, kuna baking powder, nina flavor ambayo ni vanilla. Pale unaweza kuchanganya na flavor nyingine, mimi nitachanganya na flavor ya bubblegum. Pia nina unga wa ngano na pia nina vinegar nyeupe ile ambayo madukani inauzwa 1500. Katika upishi wa keki lazima uzingatie kwanza vipimo hivyo mimi nimesha kufundisha jinsi ya kutumia mizani ya jikoni kwenye video iko hapo, ukisearch utaipata. Kwa hapo hivi sasa naanza kupima mchanganyiko wangu ambayo ni butter cream. Hiyo hapo, hii butter cream vyote sijui mizani ya keki, sukari nyeupe, vanilla, vinegar, vyote hivyo ukienda kwenye maduka ya keki unapata. Hata kuna maduka mengine tu ya rejareja huwa wanauza hivi vifaa, unavipata. Kwa hiyo hapa mimi nataka nipike keki ya nusu kilo ambayo ni gramu 500. Ikiwa ni kilo moja inakuwa gramu 1000. Kwa hiyo mimi hapa nimepima Blue Band tayari hapo gramu 500. Sasa naenda kupima sukari, inakuwa 350. Ila kama inakuwa ndogo yake unapunguza, inakuwa 125. Alafu Blue Band inakuwa 250. Kwa hiyo unakuwa unapunguza. Hii keki inachukua mayai 8, inachukua unga 500. Unga kwa kawaida huwa unaendana na Blue Band. Yaani ukipima unga 500 pima na Blue Band 500. Sukari na baking powder ndio vinakuwa tofauti. Na hapa hivi mimi nitapima baking powder gramu 10 kwa huu unga wa nusu kilo. Hapo hivi unavyoona ninapima unga mpaka ufike gramu 500, kisha nitamalizia na baking powder ambayo ni gramu 10. Baking powder huwa inachanganywa kwenye unga moja kwa moja. Au kama upendi pia unaweza kuchanganya tofauti, lakini ni vizuri kuchanganya kwenye unga kabla ya kuweka kwenye mashine kukoroga au kuchanganya. Kama unavyoona hapo hivi nimeshamaliza kupima vipimo vyote. Sasa nawasha mashine hapo, hiyo hapo. Naweka chombo changu. Hii mashine inawashwa kwa kubonyeza hicho kitufe hapo. Unaona inatoa mwanga wa blue hapo. Hicho kidude unawasha mashine, yani ukinyanyua juu mashine inachomoka. Leo hakikisha unakuwa umezima huku. Kwenye hii button ya blue hii ndio inaonyesha speed ya kwanza mpaka ya 6 na kurudisha kwenye 0. Kurudisha kwenye 0 ni kuzima, kisha unabonyeza hiyo button nyingine inapanda juu, unatoa kitu kama unataka kutoa mchanganyiko wako. Kwa hiyo hapa hivi tunaanza kuweka, hatua inayofuata tunaweka mayai, ndio hatua ya pili. Yai unaweka moja moja kwa sababu ukiweka mengi keki yako haitachambuka. Hivyo inabidi uweke moja moja. Na kitu kingine kuhusu mayai ni kwamba ukishaya toa maganda yale mayai yako, unaweka vinegar kifuniko kimoja tu kwa ajili ya kutoa harufu na nini. Baada ya hapo, baada ya mayai niliweka sukari, na baada ya sukari sasa tunaweka unga ndo wa mwisho. Kama unavyoona baada ya kuchanganya unga, sasa naongeza vanilla. Naongeza vanilla hapo, hiyo hapo. Inategemea na wewe unataka. Kama mchanganyiko wako ni mwingi, weka kijiko kimoja tu kikubwa. Kama ni wa wastani, kama hapo mimi nimeweka kifuniko kimoja. Baada ya hapo nikahamishia mchanganyiko wangu kwenye kwenye hizo baking tin, wanaita baking tin au tini za kubekia. Hizo baking tin unazipaka samli au Blue Band kwa kutumia brush. Kisha ndo unaweka mchanganyiko wako kama hivyo. Mimi naweka kwenye oven.
baada ya kuweka kwenye oven kama unavyoona hapo nimewasha, ila nimeweka moto wa nyuzi 150. Nisubirie kwa dakika 45 mpaka saa 1 kamili. Baada ya hapo keki zangu zikaiva kama unavyoona hapo, zipo tayari, zimeiva vizuri na zimejaa, hazina kasoro yeyote. Usisahau kulike na kusubscribe. Kwaheri na asanteni.